Mkakati wetu ni kuvifikia vyama vya siasa, kwa maana ya kuwafikia wanachama wa vyama vya siasa. Na tunawafikia hawa kwa lengo kubwa moja. Ndugu zangu, nadhani mnafahamu kwamba sheria zimebadilika. Tukianza na sheria ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 wa mwaka 2024, sheria hii ina mabadiliko ndani yake. Kwa hiyo ni lazima tuwafikie hawa wadau wa vyama vya siasa kuwakumbusha kwamba kuna mabadiliko katika sheria hizi. Kuna mambo ambayo katika chaguzi zilizopita sheria zilizokuwa zinasimamia uchaguzi wakati huo hazikuyabainisha kuwa ni makosa. Lakini katika mabadiliko ya sheria hii mwaka 2024, vitendo hivyo vimebainishwa ndani ya sheria kuwa ni vitendo vya rushwa, na ukivifanya utakuwa umepoteza haki yako ya aidha ya kuendelea kuwa mgombea au ukaenguliwa, unakosa zile sifa za kuwa mgombea. Kwa hiyo vyama vya siasa ni kundi muhimu sana na lipo katika mkakati tuweze kulifikia. Lakini sambamba na hivyo, sheria yetu ya kuzuia na kupambana na rushwa pia imefanya maboresho na kuongeza kifungu cha makosa ya rushwa wakati wa uchaguzi. Na imebainisha wazi kwamba ndani ya sheria ile haikuyataja makosa ya rushwa, bali imetaja kuyabaini makosa hayo kwa mujibu wa sheria zilizoainisha makosa ya rushwa katika uchaguzi, ikiwemo sheria ya gharama za uchaguzi pamoja na sheria ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 wa mwaka 2024. Sheria hizi zimeainisha makosa ya rushwa katika uchaguzi. Kwa hiyo sheria yetu ya kuzuia na kupambana na rushwa imebaini na inaeleza kwamba inayatambua makosa hayo, na endapo mtu yoyote aidha ni mpiga kura, afisa wa tume ambaye anasimamia uchaguzi au mwananchi atakaye kiuka au kuenenda kinyume na sheria hizi zinazosimamia uchaguzi, pamoja na kwamba sheria hizo zitamchukulia hatua, bado haizuii taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kuweza kumchukulia tena hatua. Kwa hiyo haya ni maboresho au mabadiliko ya sheria ambayo yametoka, na tunaamini kwamba wanasiasa ni kundi muhimu ambalo linahitaji kufikiwa na kukumbushwa mabadiliko haya. Kwa hiyo tumeshaanza, kwa hiyo tunaendelea kuwafikia makundi hayo. Hata nyinyi waandishi wa habari bado tunaamini kwamba tunayo nafasi ya kuwafikia. Kwa hiyo mjiandae ndugu zangu, muda wowote tutaitana kwa ajili ya kuja kukumbushana. Tunajua kwamba na nyinyi huwa mnatumika kwa namna moja ama nyingine. Kila mmoja katika kipindi hiki anaamini kwamba ndo kipindi cha kuchuma, lakini tuamini tu kwamba kadiri unavyoruhusu moyo wako kupokea chochote kuweza kushawishika kufanya majukumu yako, unakosa ule ujasiri na nguvu ya kuendelea kutekeleza majukumu yako kwa kuzingatia misingi, kanuni na maadili ya taaluma yako. Kwa hiyo bado tunaamini tuna nafasi ya kuendelea kuwafikia wananchi wengi kwa kasi kubwa zaidi, ili tuweze kukabiliana ama kuendana na spidi ya uchaguzi. Lakini vile vile kama ambavyo umesema, moja ya mbinu ambazo wanazitumia wanasiasa ni kutekeleza vitendo vya rushwa wakati wa usiku. Niseme tu, sisi tuko macho. Kama ambavyo nimesema kwamba tuna maafisa wetu ambao wako huko wanafanya kazi. Kipindi hiki cha uchaguzi kinapofika na tangazo linapotoka kwamba mchakato umeanza rasmi, ndugu zangu, huwa tuna doria za usiku ambazo tunaendelea kuzifanya kwa sababu sisi tuko kazini masaa 24. Kwa hiyo niwatoe hofu. Kama wapo hapa baadhi yenu wanaweza kawa mashahidi. Bahati mbaya tu ni kwamba gari zetu hazitambuliki moja kwa moja kwamba hii ni gari ya taasisi gani, si ndivyo? Kwa hiyo lakini tupo kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, tulikuwa na doria hizi za usiku kwa sababu tunatambua watu hawa wanafanya vitendo hivi wakati gani. Na lakini vile vile tunaendelea kubaini makundi ambayo yanahusika na mbinu ambazo wanazitumia kuweza kutekeleza vitendo hivi. Mwaka jana tumebaini kwamba walikuwa wakitumia vikundi vya kina mama. Unakuta wamama wanapewa fedha, wanakaa hapa wanagawana. Kwa hiyo huwezi kumkuta mgombea, huwezi kumkuta mjumbe wa mgombea akiwa anatenda hivi vitendo moja kwa moja, bali waliwatumia wakina mama ambao ukienda ukiwakagua wote ni wamoja na wana lengo moja, lakini ajenda iliyowakutanisha pale inakuwa ni ajenda tofauti. Kwa hiyo tunayabaini haya, lakini waliwatumia vijana wa bodaboda, ambapo sio rahisi kumkuta bodaboda ameingia nyumba hii na nyumba ile na nyumba ile pale ukamtilia shaka, kwa sababu ni kazi yake kupeleka mizigo katika wateja wake, si ndivyo? Kwa wateja wake.
Kwa hiyo ni mbinu ambazo wamekuwa wakizitumia na sisi tumezibaini, na tumekuwa tukiendelea kuwaambia na kukutana na makundi haya ambayo yameweza kuwa yakitumika na kuyaambia au kuyaelimisha kwamba kufanya hivyo ni kutenda makosa, ni kinyume na sheria, lakini vile vile ni kukosa uzalendo kwa taifa letu. Mheshimiwa Rais anaendelea kutukumbusha tuhakikishe na tuilinde amani ya nchi yetu ya Tanzania. Nchi nyingi zimekuwa na machafuko, kwa hiyo tujitahidi sana kuendelea kulinda amani na uhuru huu ambao Watanzania tuko nao. Kwa hiyo ili tufikie hilo, lazima kila mmoja akumbushwe wajibu wake, aeleweshwe, afahamishwe kwamba hili ni sahihi ama hili sio sahihi, na kwa pamoja tunaweza tukafikia malengo. Kama ambavyo sisi tunasema, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Huwezi kutimiza wajibu kama hautambui wajibu wako au majukumu yako ni yapi katika kuzuia rushwa.